Sote tunafahamu zao la dengu, ukienda dukani sasa hivi hakuna mbegu kwenye duka ukaipata kwamba mbegu hii ni mbegu bora unaenda kupanda katika shamba lako. Bado upandaji, uzalishaji ulikuwa sana ni wa kienyeji, lakini sasa tunatoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine ya uzalishaji wa kisayansi. Zao la dengu katika mkoa wa Singida limeibuka tena kuwa dhahabu ya pili ya kijani, kwa sababu lilianza kama mchezo, lakini mwaka hadi mwaka tunaona namna gani linavyoweza kuongezeka na kutuongezea mapato mengi yanayotokana na dengu au na kilimo katika mkoa wetu, kuanzia ngazi ya kaya mpaka ngazi ya mkoa. Kwa msimu uliopita tulizalisha takribani tani 22,000 na zaidi ya bilioni 33 ziliingia katika mkoa wa Singida. Huu msimu ambao umeisha sasa, ambao ndio tumemaliza, tumezalisha takribani tani 44,000. Zaidi ya bilioni 66 zimeingia katika mkoa wetu wa Singida. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa. Tunayo mazao ambayo tumeyazoea kama alizeti, kama vitunguu, ni mazao ya biashara, lakini leo ukiangalia mazao yote tunaozalisha biashara ni wastani wa tani 250,000. Kwa hiyo unapoliona dengu linaendelea kuongezeka, linapanda mpaka yale mengine ambayo tumeyazoea kuzalisha katika mkoa. Tunawashukuru sana kwa mbegu hizi, lakini kuhakikisha tutazisimamia, kwa sababu hizi ni mbegu, sio mbegu za kuzalisha na kuvuna na kutumia au kwa maana ya kuuza. Tunahitaji kuzalisha mbegu zaidi na zaidi na zaidi ili kuwafikia wakulima wengi zaidi. Na sisi kama serikali tutasimamia, lazima tufikie kutoka hii tani 4 mliotupa, lakini mimi nakuhakikisha safari hiyo tutafika salama, kwa sababu nawaamini sana, timu yangu iko vizuri na wanafanya kazi vizuri kweli kweli. Zao hili sisi kwetu limeleta neema sana katika mkoa wetu wa Singida, lakini niombe sana tuweze kutafuta wanunuzi wa kimkakati, tushirikiane pamoja kuhakikisha kwamba wakulima wetu mazao yao yanaenda kuwa kwenye mikono salama. Lakini niwaombe watendaji, kipindi hiki ni kipindi cha kilimo. Ninaomba sana nyinyi ndio wasimamizi wakuu, nendeni mkawasimamie kwa karibu maafisa ugani, wawe mashambani, wakawasimamie wakulima namna ya kupalilia mashamba, namna ya kuweka mbolea, ili uzalishaji uwe mwingi katika mazao yote. Na kama tunavyosema 80% ya mategemeo yetu kiuchumi ni kilimo, basi na sisi tuonyeshe ile picha kwamba tunathamini na tunakipenda kilimo. Serikali imewekeza kweli kweli kwenye kilimo, maafisa ugani wamewezeshwa, elimu, mafunzo, vitendea kazi. Nataka nione pikipiki zinasambaa huko kwenye mashamba. Kwa hiyo naomba sana tuwe mashambani, ndio hapo tutakuwa tumetimiza lengo na azma ya serikali katika kuleta mapinduzi ya kijani. Lakini nawaomba mbegu hizi zisiende kulala, ziende kwa walengwa moja kwa moja. Kwa hiyo wapelekewe, wakazalishe, tuwasimamie ili ile tani 10 iweze kufika, na ikiwezekana zaidi kama kitaalamu inaruhusu. Kama kopra, kutokana na mauzo ya mfumo wa stakabadhi za ghala kwa mwaka wa 24-25, kutenga fedha kwa ajili ya kununua mbegu za dengu, choroko, ufuta na baadhi ya mazao nyingine kama mbaazi na ufuta. Hali ya upatikanaji wa mbegu sio nzuri nchini, ndio maana sasa wetu wakaweza kusema kwamba tutafute mbegu ili tuweze kugawa. Kwa mkoa wa Singida tumepata hizo kilo 4,000 kama ambazo zinaonekana ni tayari zinatoka tayari Kiliguru. Hizi ni Mwanza 1, ni aina ya mbegu ya Mwanza 1 na Mwanza 2. Mbegu hizi zinatakiwa zitumike kwa ajili ya kuzalisha mbegu nyingine. Itigi watapata kilo 1,200, Mkarama kilo 600 na manispaa kilo 200, na halmashauri nyingine zilizobaki zitapata kilo 500. Kwa hiyo kutoka kwenye hizi kilo 4,000 tutazizalisha, zitafika mpaka tani 10 kama tutafanikiwa kuzalisha mpaka kufika kwenye certified. Na maana yake ni kwamba uhaba wa mbegu za kisasa za zao la dengu ambao tunao kwenye mkoa, baada ya miaka 2 huo uhaba utakwisha kabisa. Lakini jambo la msingi ni kwamba tumeandaa pia mafunzo kwa wale wakulima ambao watazalisha, kwa sababu uzalishaji wa mbegu unahitaji kufuata kanuni za uzalishaji. Kwa hiyo tayari kwa kushirikiana na kopra, ofisi yako imeandaa mafunzo ya siku 3. Wakulima wale wazalishaji tayari wameshabainishwa na wataalamu wa kilimo kutoka kwenye kila halmashauri kulingana na kiasi ambacho halmashauri itapata kiasi cha mbegu. Basi wale watapata mafunzo, na baada ya hapo uzalishaji utaanza. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi tunakuhakikishia kwamba
kazi ya uzalishaji wa mbegu tutaisimamia chini yako, lakini pia kwa kushirikiana na mamlaka za serikali za mitaa tutasimamia kuhakikisha kwamba mbegu hizi zizalishwe ziweze kuongezeka kama ambavyo ulituelekeza na kama ambavyo matarajio yako ya kupata mbegu bora za karibia mazao yote kwenye mkoa wako yaweze kutimia. Kwa jina naitwa Samuel Vedasto Bulelwa, ni afisa kilimo kutoka halmashauri ya wilaya ya Iramba. Kutakuwepo na utofauti mkubwa sana kati ya mbegu hizi na za mwanzo, kwa sababu mbegu hizi kwanza ni mbegu bora kulinganisha na zile mbegu za zamani. Zile mbegu za zamani mkulima alikuwa tu anachukua mbegu anazolima kila siku anakwenda kupanda, lakini hizi za sasa hivi zimeboreshwa na zimeletwa maalum kwa ajili ya uzalishaji wa dengu. Tunawaambia wakulima wote watakaofikiwa na mbegu hizi, kwanza kwa sababu kwa mkoa wetu wa Singida zimeletwa kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu, wanatakiwa wakafuate taratibu zote za kitaalamu tutakazowaelekeza katika uzalishaji ili tuweze kupata ile tija iliyokusudiwa ya kusambaza mbegu hizi katika mkoa wetu wa Singida. Naitwa Halima Hassan Kangwana, afisa kilimo msingi katika halmashauri ya manispaa ya Singida. Tuna kata 5 ambazo zinazalisha zao hili la dengu. Hapo awali hatukuwa na mbegu zilizothibitishwa ubora wake na wenzetu wa Kopra. Hawa tunashukuru wametuletea hizo mbegu, tunakwenda kuzizalisha, na hii inakwenda kuwa tiba pata mazao yaliyokuwa bora zaidi kulinganisha na hapo nyuma ambapo hatukuwahi kuzipokea.